Naamini elimu yetu imewafanya nyinyi kujitambua. Mtambue kwamba nyinyi ni tegemeo la taifa. Mtambue kwamba nyinyi ni tegemeo la familia. Mtambue kwamba nyinyi ni tegemeo la jamii nzima inayowazunguka. Kwa hiyo sitarajii mkaenda kwenye jamii yetu mkiwa mmevaa miwani meusi isiyoona ukimwi, isiyoona dawa za kulevya, isiyoona mdudu rushwa. Nendeni mkakae mbali na mambo haya. Nendeni mkatusaidie kuyapiga vita ili tuwe na jamii salama wakati wote. Itauma sana na inaumiza sana kuona leo muhitimu wa level ya kwenu tunaenda kumpeleka kwenye uraibu. Itauma sana kuona muhitimu wa daraja lenu leo tunaenda kumpeleka kwenye vyombo vya dola kwa sababu ameenda kuikumbatia rushwa. Inaumiza sana. Taifa hili linawategemea sana. Mahafali haya yanakutanisha wa Dar es Salaam, Zanzibar, Mtwara, Kigoma na Singida katika ngazi mbalimbali za masomo. Hakika mahafali haya ni ya kihistoria kwa kuwa kwa mara ya kwanza kampasi ya Singida, lakini pia inaonyesha ukuaji wa taasisi yetu katika kupanua fursa za elimu ya juu na kuandaa wataalamu wenye maarifa na ujuzi unaohitajika katika maendeleo ya taifa letu. Katika mahafali haya ya 24 utawatunuku jumla ya wahitimu 548 kutoka kampasi za Dar es Salaam, Zanzibar, Mtwara, Kigoma na Singida. Kati ya wahitimu hao wanawake ni 264 sawa na asilimia 48 na wanaume wapo 284 sawa na asilimia 52. Jumla ya wahitimu 177 wa kampasi za Dar es Salaam, Zanzibar na Singida wanatunukiwa shahada ya uzamili. Kati ya hao wanawake ni 56 sawa na asilimia 32 na wanaume ni 121 sawa na asilimia 68. Wahitimu wengine 371 kutoka kampasi za Dar es Salaam, Mtwara na Kigoma watatunukiwa cheti cha awali, astashahada na astashahada. Mafanikio ya kampasi ya Singida. Taasisi inaendelea kupiga hatua kubwa katika utekelezaji wa majukumu yake ya kimsingi sambamba na uboreshaji wa miundombinu ya kufundishia na kujifunzia. Mafanikio haya yanatekelezwa kupitia ufadhili wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia mradi wa mageuzi ya kiuchumi wa vyuo vya elimu ya juu, kwa kifupi unajulikana kama mradi wa HIT, chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Miongoni mwa mafanikio ya mradi huu ni pamoja na ujenzi wa jengo la taaluma katika kampasi yetu ya Singida ambalo litagharimu jumla ya shilingi bilioni 13.5. Sisi wilaya Singida tunapata faida sana kwa chuo hiki kuwa katika wilaya yetu. Kwanza imetusogezea elimu karibu. Kwa sasa vijana wetu kutoka wilaya Singida na wilaya mbalimbali za mkoa wa Singida hakuna kuhangaika tena kufata elimu mikoani. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue pia asilimia kubwa ya wahitimu walioko hapa ni waajiriwa na wengine wamejiajiri. Hivyo imekuwa ni fursa ya kupata muda wa kujiendeleza kielimu katika mkoa huu. Hivyo kwa watu wanaoteuliwa, wanaopangiwa kazi katika mkoa wetu wa Singida wasiwe na wasiwasi wa kujiendeleza kielimu, kwani tuna chuo kikubwa, chuo kizuri cha TIA. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo hiki pia kwa namna nyingine kimeongeza uchumi. Wananchi wamejenga hostel, hoteli, migahawa. Kinachofurahisha zaidi ni hawa vijana wako na hawa watumishi wako wameishi hapa kwa amani. Hujawahi kusikia chuo hiki kina mgomo, chuo hiki kina fujo wala kelele. Wamesoma kwa amani. Kwa hili nawapongeza sana, mmetendea haki chuo hiki na wilaya yetu kwa ujumla. Nawapongeza sana sana sana.